ahkamu janaiz, sehemu ya 14 ambayo ni adafnu wa tawabi'u, kuhusu habari ya kuzika na yale yanayofuatia katika mambo hayo ya kuzika. Kwa wale ambao wamebahatika kuwa na vitabu vya ahkamu janaiz, ukurasa tunaoishi nao hivi sasa ni 144 wa kitabu, na insha Allah tutaondokea leo katika sehemu ya 94. Sehemu ya 94, wayajuzu fil qabri al-lahdu, na inajuzu katika uchimbaji wa kaburi kuweka kitu kiitwacho al-lahdu. Na neno al-lahdu linasomwa bifathi lami wa bidhammi, aidha kwa fatha ya lamu na hata dhamma yake vile vile, al-lahdu au al-luhdu, wa sukun al-hai, na kuitia sakna he. Lam inatamkwa kwa fatha yani lah, na vile vile hutamkwa kwa dhamma yani luh. Huwa shaqu fi ardhi al-qabri, huu kwa hakika unakuwa ni mpasuko katika upana wa kaburi, min jihati al-qibla, katika upande wa kibla kiambazani. Hiyo ndiyo lahd, mwana wa ndani. Lakini mwana wa ndani huu, washaqu huwa dharihu, ama kwa maana ya mpasuko inakuwa ni mchimbuko, yani kuchimba. Wa huwa an yuhfara ila asfali kanahari, ama kwa upande wa mchimbuko huo wa shaqu inakuwa ni kuchimba sehemu ya chini kama mfano vile wa mto wa maji. Kuna mambo mawili ambayo yanajuzu yote katika uchimbaji wa kaburi. Kuna kitu kiitwacho lahd au luhd, ambayo hichi hupasuliwa katika kiambaza cha kaburi mbele kwenye kibla kule. Ndivyo alivyochimbiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo, na ndivyo mara nyingi ilikuwa makaburi wakati huo yakifanywa hivyo. Mwana wa ndani anapasuliwa kwenye kiambaza cha kaburi mbele na sio chini pale. Lakini hata kama patachimbwa chini mwana wa ndani kama tunavyochimba sisi, vile vile jaiz. Yote mawili hayo yamefanyika wakati wa Mtume. Kuna mwana ndani ikichimbwa kwenye kiambaza cha mbele, ukuta hasa ule kiambaza ndio unaochimbwa sehemu tundu ya kutiliwa maiti ndani, au uchimbwa chini pale katika sehemu ya kibla mbele, kama vile ambavyo tunaona katika makaburi yetu, ndivyo tunavyozikana hivyo. Anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani kwamba wayajuzu fil qabri lahdu, inajuzu katika kaburi kuweka kitu lahdi, mwana ndani kwenye kiambazo cha kaburi. Washaqu, na kuweka vile vile mpasuko, yani mpasuko hapa ni kuchimba chini ya kaburi. Kwa nini ikawa inajuzu mawili haya? Lijarayani al-amali alayhima, kwa sababu ya kupita kitendo juu ya mambo yote mawili haya, fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Walakin al-awwal, lakini jambo la mwanzo ambalo lile al-lahdu, kuweka kiambaza, kupasua uchochoro kwenye kiambaza cha kaburi mbele sio chini, ama hilo limekuwa afdalu, ndio bora zaidi, kwa sababu ndilo jambo lilofanywa Mtume na masahaba kama Saad ibn Abi Waqqas. Tutaona mbele hapa karibuni wamehusia hasa. Saad ibn Abi Waqqas anasema, alhidu li lahdan kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nifanyieni mimi mwana wa ndani kama ambavyo kafanyiwa Mtume. Wansibu alayya labina, na mkisha mnikunjulie matofali, msiweke ubao wala msiweke chochote baada ya mimi na udongo tu, kama ambavyo kafanyiwa Mtume. Wa fi dhalika hadithun, na katika jambo hili la kuweka mwana wa ndani kwenye kiambaza cha kaburi kwa sehemu ya juu pale, na kuweka mpasuko wa shimo la uchochoro kama mto wa maji vile sehemu ya chini, kwamba ni mambo yenye kujuzu. Wa fi dhalika ahadithun, na katika habari hii kuna hadithi mbili tatu. Al-awwal, hadithi ya mwanzo,
an Anas ibn Malik qala, kutokana na Anas ibn Malik amesema, lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakati alipofishwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, kana bil madinati rajulun yulahidu, palikuwa hapo Madina na mtu ambaye anafanya kazi ya kutoa uchochoro wa mwana wa ndani kwenye kiambaza cha kaburi sehemu ya juu. Wa akharu, na kulikuweko na mwingine naye yeye alikuwa yadrihu, anachimba chini kama ambavyo tunachimba sisi katika makaburi yetu, na mambo mawili hayo yanajuzu. Faqalu, sasa wale maswahaba kwa kifo cha mtume, vipi wamlaze mtume kaburini? Lipi katika mawili haya wamfanyie mtume? Ima kuchimba kiambaza katika kuchimba mwana wa ndani katika kiambaza cha kaburi, au kuchimba msingi wa shimo mwana wa ndani chini pale kama ambavyo tunavyochimba sisi. Lipi walifanya katika mawili hayo? Waliemewa kidogo masahaba, kama walivyoemewa wakati wa kumkosha, walikuwa na hawajui wafanye nini. Je, tumuondoshe nguo zake mtume kama tunavyoondosha nguo katika maiti wengine, tumwekee kisehemu tu cha kitambaa katika sehemu za siri, mwili mzima uwe wazi, au vipi? Basi walipokuwa wakifanya mambo hayo na kujadiliana hivyo, waoshaji walipigwa na usingizi lepe hivi la ghafla. Katika usingizi wao chumba kizima wamelala, mle ghafla tu wamelala kimuujiza, ikatoka sauti ambayo hawajui. Wanasema walipoamka hawajui sauti ni ya nani, si mtu ambaye wanamzoea sauti yake kumjua katika wao masahaba, wala vile vile haijulikani yatokea wapi. Sauti inasema kwamba ighsilu wa alayhi thiyabuhu, mkosheni mtume wa Mungu na akiwa juu yake na nguo zake, yani msimwondoshee nguo mtume wa Mungu. Wanasema kina Saidina Ali ambao hao ndio wakoshaji walikuwa, tulipozindukana sote kwa pamoja, kila mmoja anasema kwamba nimesikia maneno, na mwingine anasema na nimesikia hivyo hivyo, na nimesikia hivyo hivyo, ikawa wote kwamba wamesikia maneno yale. Basi wakaamua kwamba hao walikuwa ni malaika, sauti ilikuwa ni malaika kwa kutumwa na amri ya Mwenyezi Mungu. Wakaamua kumkosha mtume, na juu yake kanzu yake ikawa na mimina maji juu ya kanzu, ikawa mikono yao haimgusi mwili wa mtume. Hapo tumesema katika nasi za nyuma ya kwamba ndio mwenendo uliorithiwa kwa madhehebu ya Imamu Shafi'i na wengine, ya kwamba tokea wakati huo basi maiti zao ikawa wanawakosha juu yao na nguo, ikawa wao wanasugua juu ya ile nguo na maji na yamino juu ya nguo ile. Ama watu wengine wamerejea kule kwenye asili, wamechukulia kama kwamba jambo lile ni hususia kwa mtume tu. Maiti zao Hanafi pamoja na watu wengine mbalimbali kama jamaa wa Kiibadhi na wengine mbalimbali, mpaka leo bado wanakosha mwili wazi hivi hivi, katika sehemu ya siri tu ndo panakuwa na kitambaa pale kumziba sehemu zake siri tu basi, lakini mwili mzima, kifua, tumbo, uso, nini na kwa wazi hivi. Hayo ni katika mambo ya kukhtilafiana tena wa maulama. Imam Shafi'i akaona kwamba madhali mtume pale imekuja amri kutoka kwa malaika ikawasemesha waoshaji, mtume kaanziwa vile, basi Imam Shafi'i kapendelea tena maiti zote za Waislamu zinakoshwa na juu ya nguo. Basi tukiendelea na habari ya uchimbaji wa kaburi, kuhusu mwana wa ndani kutolewa kwenye kiambazo cha kaburi au kuchimbwa msingi chini pale kama tunavyofanya sisi, mambo mawili haya kutokana na kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallama. Wanasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja, yeye ni expert, fundi sana wa kutoa mwana ndani kwenye kiambazo cha kaburi, na mwingine atiba chini pale. Ilipokuwa mtume mauti yake, faqalu, wakasema maswahaba, nastakhiru rabbana, hapa itabidi tuswali swala maaluma istikhara, tumtake shauri Mwenyezi Mungu Mola wetu tujulishe mtume tumfanyie lipi katika mawili haya, lipi Mwenyezi Mungu ameridhia tumfanyie mtume wake. Bas anasema nastakhiru rabbana, tutafanya istikhara kwa Mola wetu tujulishe, wa nab'athu ilayhima, na tutapeleka ujumbe kuwaita watu wawili hawa, mmoja yule anaotoa mwana ndani kwenye kiambaza cha kaburi na mwingine anaochimba msingi chini pale. Fa ayyuhuma sabaqa, yoyote kati ya wawili hawa atakayetangulia mwanzo kuja,
taraknahu, tutamwachia kazi ile endelea yeye. Tutajua kwamba hapa Mwenyezi Mungu labda ndipo pahala ambapo ameparidhia yeye. Wakakubaliana kwamba yoyote atakayekuja mwanzo katika wawili hawa, wakawapelekea ujumbe wote, atakayefika mwanzo basi tumwachie kazi ndio yeye. Kwa bahati fasabaqa sahibul lahdi, akawa amekuja mwanzo, katangulia mwanzo yule mwenye kutoa mwana ndani kwenye kiambaza cha kaburi sehemu ya juu. Kwa hivyo falahadu linnabii sallallahu alayhi wasallama, wakamwekea mwana wa ndani mtume kwenye kiambaza cha kaburi na sio kwenye mpasuko wa chini. Lakini hayo yote mawili ni jaiz, kwa sababu kimepita kitendo katika wakati wa mtume, yote mawili kufanywa na mtume yupo, hajalifilisha lolote katika mawili haya. Hadithi hiyo ya tokeo la mwana wa ndani wa mtume kama wanavyosimulia maswahaba na istikhara yao hiyo, akhrajahu Ibn Majah. Hadithi ameitoa Ibn Majah wa Tahawi wa Ahmad pamoja na Imam Ahmad. Qultu, Albani anasema hapa nimetia maneno yangu nikasema kwamba hadithi yenyewe wasanaduhu hasanun, mategemezi yake ni mazuri, kama qala al-Hafidh, kama alivyosema Hafidh fi talkhis, kwenye kitabu kilichoitwa at-Talkhis. Walahu shahidani, na vile vile pamoja na hayo hadithi yenyewe ina ushahidi mara mbili, ina mashahidi wawili wenye kutilia nguvu hadithi hiyo. Al-awwalu, shahidi wa mwanzo, an Ibn Abbas, imekuja vile vile kutokana na Abdullah bin Abbas, hadithi kama tokeo hilo linavyosema. Nayo hiyo ya Ibn Abbas akhrajahu Ibn Majah, ameitoa Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Sa'd wal Bayhaqi. Hiyo ndio imekuwa ya mwanzo. Vile vile ipo nyingine hiyo mbali hiyo ya Anas ibn Malik. Halafu wal akharu, na nyingine katika shahidi miwili, ana Aisha, vile vile kutoka kwa bibi Aisha, kaeleza hivyo hivyo. Hivyo ndio mambo alofanywa mtume, kwa sababu mtume kazikwa kwenye chumba chake bibi Aisha. Anayajua vizuri bibi Aisha mambo ya kaburi, bila shaka alikuwa anazo taarifa rasmi mwana wa ndani wapi katobolewa. Hadithi bibi Aisha rawahu Ibn Majah, ameisimulia Ibn Majah wa Ibn Sa'd, na pamoja na Ibn Sa'd, wa isnadu kulli minhuma, na mategemezi ya kila moja miongoni mwa mawili hayo dhaifun, kuna udhaifu fulani wa mapokezi yake, kama qala al-Hafidh, kama alivyosema al-Hafidh, lakin lil-awwali minhuma tariqun ukhra, lakini ile ya mwanzo, ushahidi wa mwanzo ule wa Ibn Abbas ule, una njia nyingine iliyokuja bilafdhin, kwa tamko lifuatalo. Ushahidi wa mwanzo umetiliwa nguvu kwa tamko lifuatalo ya kwamba dakhala qabra nabii sallallahu alayhi wasallam, waliingia kaburini mwa mtume kumlaza. Nani kaingia? Al-Abbas, ami yake mtume mwenyewe. Na hivyo ndivyo takiwavyo, kama itawezekana maiti kuzikwa na jamaa zake na kukoshwa na watu wake waliomkusu zaidi, ndiyo barabara zaidi. Ila mambo ya ihsani hayakataliwi. Kumpisha mtu mwingine ajnabi inafaa kabisa, kama ni mtu mwema anajua mambo ya kuzika, mambo ya kukosha, sheria anazijua, wanaweza watu kumtunukia nafasi kama ile vile vile. Lakini haya mambo kama watayafanya wenyewe waliohusiana na maiti yule, kwa sababu kuna mambo ya siri, wanatakiwa wao ndio wakuhifadhi zaidi mambo yale bila kuona mtu mwingine wa mbali. Kwa maiti kuna mambo makubwa sana, siri kubwa mno, kwa kukoshwa na kwa kulazwa vile vile. Kuna mambo huenda wakayaona watu kaburini mle, hawatakiwi kuyasimulia kabisa, wayawache kama yalivyo. Basi kama watakuwa ni watu wake wenye kumfia uchungu, inakuwa ni bora zaidi, haielekei kwamba watamtobolea siri jamaa yao. Basi dakhala qabra nabii, waliingia kaburini mwa mtume sallallahu alayhi wasallam al-Abbas, sayyid al-Abbas, ammi yake mtume huyo, al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, na yeye mtume alikuwa ni Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Wa Ali alikuwa ni ibni ammi yake mtume, mtoto wa ammi yake. Wal Fadl, na Fadl vile vile alikuwa ni mtoto huyo Abbasi, vile vile ni ibni ammi wa mtume mwingine huyo, Al-Fadl ibn Abbasi huyo. Abbasi na maana kaingia na mwanawe kaburini kuilaza maiti ya mtume. Wanasema kwamba wasawwa lahdahu, aliyeweka sawa sawa kupiga landa mwana ndani wa mtume
rajulun min al-ansari, walimtunukia nafasi mtu mmoja katika watu wa Ansari wa Madina, walimpisha naye vile vile. Maana hawa wote ingawa ni jamaa wa mtume walikuwa ni muhajirina wote. Al-Abbas muhajir, Ali muhajir, Al-Fadl muhajir, wakampa nafasi Ansari vile vile awemo kwenye shughuli ile. Aliyeweka usawa wa mwanandani katika sehemu ambayo mtume kalazwa ni mtu katika Ansari, wa huwa alladhi, naye ndiye ambaye sawa luhuda kuburi shuhadai, ndiye aliyoweka sawa sawa kuyapigia plasta makaburi ya mashahidi yauma Badri, siku ya vita vya Badri, wale waliouawa katika upande wa Uislamu. Yeye ndiye aliyewekea kaburini mwao, ndiye ndio sawazisha ardhi ile kuweka sawa sawa. Alikuwa fundi sana, expert sana wa kuuzima mwana wa ndani, kwa sababu hicho kiambaza kinapochokolewa katika kiambaza cha kaburi, utoro huo una ufundi mkubwa sana kuchokoa kwake. Ikikutikana ardhi ya mmongonyoko inakuwa hakikai kiambaza, mambo yanakuwa yameharibika. Labda ipatikane ardhi iliyokuwa siku za jua kali kwenye kiangazi kaskazi, ardhi ngumu sana itastahimili, na mtafanyika hivyo. Na wakati wa kuziba pale vile vile pana ufundi mkubwa sana, kuweka udongo pale ukakaa sawa sawa, kile kiambaza ukiziba kile kina ufundi mkubwa. Kwa hivyo kulikuwa na expert huyu mtu wa Ansari, yeye ndiye aliyeweka usawa katika mwanandani wa kaburi la mtume, na ndiye huyu aliyeweka usawa katika mwanandani wa makaburi ya mashahidi katika vita vya Badri, mashahidi waliokufa kwa Islam katika vita hivyo. Hii imekuja kutilia nguvu hadithi ambazo zimetolewa ushahidi kule ambazo ni dhaifu, lakini tukasema kwamba ile ya mwanzo imetiliwa nguvu kama hivi. Kuna nyingine ambayo imesema hivyo wazi wazi, na hii akhrajahu at-Tahawi, ameitoa Imam Tahawi fi mushkil al-athari, kwenye kitabu alichokiita mushkil al-athari, na vile vile ameitaja hadithi hii wa Ibn al-Jarudi wa Ibn Hibbani wa isnaduhu sahih. Ama hii haina wasiwasi, mategemezi yake ni sahih. Ibn Abbas, na kutoka kwa Ibn Abbas hadithun akhara, kuna hadithi nyingine vile vile fil lahdi, kuhusiana na mwanandani wa kaburi, min qawlihi, mbali ya kufanyiwa mtume hayo, bali kuna kauli lake mwenyewe mtume sasa sallallahu alayhi wasallama. Kauli hiyo ya mtume, yaati ba'da hadithin, itakuja baada ya hadithi hii, itakuja mbele kidogo. Wa shahidun min hadithi Ali, na vile vile imekuwa kuna ushahidi mwingine kutokana na hadithi ya Sayyidina Ali, yaati fil mas'alati, ambayo hiyo nayo itakuja katika mas'ala hapa kwenye kitabu kati ya mas'alati 97. Lakini nilipotazama nikagundua kwamba kunakuwa na makosa ya chapa. Hayo mas'ala kwa hakika ni 96. Kwa hivyo kwa wale wenye vitabu wataweza kuweka pembeni kwa kalamu zao au penseli zao, hiyo mas'ala itakayokuja ni 96, kwa sababu ameweka na ukurasa hapa. Ukurasa aliyoutaja ni 147. Hivi sasa tuko kwenye 145. Ukifungua ukurasa wa 147, hayo mas'ala yenyewe utayakuta yako katika mas'ala ya 9 ya 97, ni 96, na sio kama alivyosema yeye hapa 97. Mas'ala ya 97, kwa sababu hivi sasa tuko katika mas'ala 94 hivi sasa, na hiyo habari inazungumzwa katika hapa ukurasa wa 147. Kuna tamko hili, wayatawalla inzalul mayyit walau kana untha الرجال دون النساء لأمور وسبب kadha kadha. Al-awwal ni kwamba annahu al-ma'hud, ni jambo ambalo limezoeleka fi ahadi nabii, katika zama za mtume, wajara alayhi amalu almuslimina, na kimepita kitendo cha Waislamu hata liyawma, mpaka leo. Wayati fi hadithu Anas, na itakuja hadithi Anas fi mas'alati at-99 hapa kasema. Kwa hivyo tuweke kwanza kwa kalamu masala yenyewe, hayo yapo katika mas'ala 96, tutayaona baadaye. Alafu anasema thani, amesema kwamba kumetiwa nguvu na njia mbili kuhusu tokeo la mwana wa ndani wa kaburi. Nguvu ya pili, an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi, kutoka kwa bwana Amir
ibn Sa'di ibn Waqqas ambaye kapokea yeye kwa baba yake annahu qala, kwamba kasema. Mtu anasimulia habari ya baba yake. Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas anasimulia kwamba baba yake kasema, na baba yake ni ahadul asharati almubashirin lahum bil janna, ni mmoja kati ya watu 10 ambao wabashiriwa pepo. Kamsikia Sa'd ibn Abi Waqqas akisema kwamba al-idu li rahdan, nipasulieni mie mwana wa ndani kwenye kiambaza cha kaburi mbele, sehemu ya juu. Mkifanya hivyo, wansibu alayya al-labina, mnijengee mimi matofali ya udongo. Yani udongo unakamata ule unafanya finyango na kama tofali ya udongo, ndio unaozibiwa baada ya kutiwa mtu ndani. Hakuna kitu kijacho kama ubao au majani au nini, ni udongo mtu. Anasema nifanyieni udongo kama sunia bi rasulillahi, kama ilivyofanywa kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama. Mtume baada ya kulazwa hakukuwa na kitu kingine pale juu yake kama ubao au kingine, ilikuwa ni udongo tu. Hayo mambo katika zama zetu hizi si rahisi kabisa kabisa kumwambia mtu ya kwamba maiti azikwe bila ya ubao. Si rahisi kabisa, kwa sababu ni jambo lilorithiwa miaka na miaka, tangu na tangu, na mazoea watu wote tunafahamu kwamba ni sheria labda hiyo. Atapata tabu sana mtu kujaribu kutumia kauli yake kusema hivyo. Si rahisi kabisa, mpaka umma usomeshwe sana, na si watu wengi wenye kusoma hadithi nabawi. Watu wengi vitabu wanavipokea kutokana na mtu tu anazungumza tu bila kuweka dalili kwa mtume. Si watu wengi wanaosoma hadithi. Labda katika zama za sasa, ilmu za sasa, watu wanapokea dini kwenye hadithi. Zamani watu wanapokea kwenye matabu tu, mashekhe wamesema tu kwa hakika, bila ya kutaja dalili kwamba haya mambo tunayozungumza ni kwa sababu ya hadithi kadha au kwa sababu ya dalili kadha. Kuna baadhi ya watu wale watatu mnawajua hapa visiwani, walihusia kabisa wao kwamba watakapokufa pasiweko kitu cha ubao kabisa. Wameandika in writing, kwa maandishi. Wanataka kauli hii ya Sa'd ibn Abi Waqqas, wanasema madam kakoti kwa mtume kafanywa hivi, basi wanasema na wao vile vile baada ya kuwekwa kaburini uje udongo tu juu yake. Lakini nasema tena kwamba hayo mambo mtu asije akajaribu kuya practice kwanza mpaka aelimishe kweli kweli, kwa sababu atazusha bombe mkubwa, vita vikubwa. Watu wengi si wenye kufahamu mambo yalivyo, na hivyo hivyo unazungumza hivi, basi watu watafasiri vingine kabisa. Ukiamka asubuhi yake utaambiwa kawatukana wanawavyuoni wote, kawasema kwamba hawajui kitu na maiti haina haja kwa bao. Watazungumza vingine kabisa. Hapa tuko katika taaluma nyingine na mtu anazungumza vingine kabisa asubuhi, tukiamka asubuhi tu. Lakini hayo watu wenye kukamata mambo ya taaluma na vitabu wanavyo na hilo wanaanza na kuwa tena hawajali kitu. Madhali kitu kimezungumzwa na bayana na ushahidi na kanda zipo, watasikiliza watu, basi hakuna matatizo. Watakaopelekwa fitna wanaposikiliza tu basi wabadilika na wao vile vile. Kwani kuna nini? Kwani kafanyaje? Hebu leo tusikilize. Wakisikiliza basi wamekwisha pale pale. Tayeb. Basi Sa'd ibn Abi Waqqas anasema, mtoto wake anasema, bwana Amir bin Sa'd, baba yangu amesema wakati yuko mgonjwa mahututi, anasema kuambia watu nikifa, alhidu li lahdan, nikimbieni mimi mwana wa ndani. Na hapa lahda tumesema kwamba ni mpasuko ambao unapasuliwa kwenye kiambaza cha kaburi sehemu ya juu. Mkesha wansibu alayya labina, ninyosheni mimi matofali kuziba ule mwanya wa tundu ile. Mshantia chumbani mle kwenye mwana ndani, niwekeni matofali kama sunia, kama ilivyofanywa bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Hadithi hiyo au maneno hayo ya Sa'd ibn Abi Waqqas kwamba kausia hivyo, akhrajahu Muslim ametoa hivyo, wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Tahawi fi al-Mushkil, kwenye kitabu kilichoitwa Mushkil, wal Bayhaqi na vile vile Bayhaqi wa Ahmad vile vile wameitaja hadithi hii. Athalithu, njia ya tatu nyingine iliyokuja kusimulia habari ya mwana wa ndani wa kaburi kwenye kiambaza cha kaburi, kwamba ile anasema Albani ndiyo bora zaidi kuliko nyingine kwa sababu ina njia nyingi. Njia ya tatu, Ali ibn Abbas, ni kutokana na Sayyidina Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, allahdu lana
mwana wa ndani ni kwa ajili yetu sisi, washaqqu li ghairina, na mchimbuo wa kaburi kwa sehemu ya chini ni kwa wengine wasiokuwa sisi. Kwa kauli hii sio kama mtume anakanusha kwamba kuchimba haifai chini, bali anakusudia hapa kuweka hususia ya manabii wao. Manabii hii kusema lana ni kwetu sisi hapa ni kwa manabii wote, wafanyiwe mwana wa ndani kwenye kiambaza cha kaburi sehemu ya juu, na mpasuko kama itabidi kupasuliwa chini pale kama tunavyozikana sisi vile, asema li ghairina, kwa wengine wasiokuwa sisi mitume yao wengine jaiz. Na tunasema kwamba ni jaiz kwa sababu haya mambo yamefanyika mtu mwenyewe hai na akiona, na yeye ndo ambaye akiteremka kaburini kabisa kulaza maiti za Waislamu, si kama ametia doa. Lakini hapa ina maana kwamba itakuwa lana kwetu sisi kwa maana ya anbiyai, washaqqu li ghairina, na mchimbuo unaochimba msingi chini pale kwenye kaburi, basi hiyo itakuwa ni kwa wengine waliokuwa sisi, yani si manabii. Hadithi hii ya Ibn Abbas tamko la mtume hilo akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Tahawi wal Baihaqi bisanadin dha'if, kama tegemeza ile kwa manyonge, kama qala al-Hafidh, kama alivyosema Hafidh, wa sahahahu Ibn Sakan, na vile vile akaisahisha Ibn Sakan. Albani ana maneno yake pia, akasema qultu wa la'allahu, na huenda hapa amesahihisha Ibn Sakan japokuwa hadithi dhaifu, huenda ameitolea usahihi yeye Ibn Sakan lishawahidihi, kwa sababu ya ushahidi wake, wa turuqihi, na njia zake nyingi, allati minha, ambazo miongoni mwa njia hizo, an Jaririn, kutokana na Jariri, marfu'an, hadithi iliyonyanyuliwa mpaka kwa mtume, mithluhu, imekuja mfano kama hiyo. Ndio maana Ibn Sakan akasema hii sahihi, kwa sababu kuna njia nyingine marfu' vile vile. Hiyo ambayo ni marfu' rawahu Ibn Majah wa Tahawi wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad wa an Uthman, wamepokea kutoka Uthman an Umairi, Uthman ibn Umair, mtu mmoja anaitwa Uthman bin Umair, yeye ndio taja hadithi hii. Yeye ni Uthman bin Umair abi al-Yaqdan, baba yake ya mtu mmoja anaitwa Yaqdan, na yeye kaipata an Zadani, ameipokea kwa Zadani anhu kwa yeye. Anasema Albani wa Uthman hadha dhaifun, huyu Uthmani huyu Ibn Umair ni mtu ambaye dhaifu katika mambo ya hadithi, si mtu ambaye kawi kama qala al-Hafidh, kama alivyosema Hafidh. Lakini rawahu Tahawi, lakini tunamwachilia mbali hapo udhaifu wake. Hadithi hii ameisimulia Tahawi min tariqin thani, katika njia nyingine ya pili, wa Ahmad, pamoja na Ahmad bin Hanbali, min tariqaini akharaini, katika njia nyingine mbili nyingine mpya. Fahadhihi turuqun arba'a, kwa hivyo hapa tunapata njia nne kwa pamoja, li hadithi Jariri, wa hadithi ya Jariri nyingine, yuqawi ba'daha ba'dan, njia nne hizo hutia na nguvu baadhi yake kutia nguvu nyingine. Kwa hivyo fa idha dhammat ila hadithi Ibn Abbas, njia nne hizo zinapokamatana pamoja zikafungana kuliko kuungana na hadithi ya Ibn Abbas, shaddat min abudihi, hutia nguvu katika ile bega lake, wartaqa, na ikawa inapanda juu hadithi ila darajati al-hasan, kufika mpaka katika daraja ya hasan, bali sahih, bali inakuwa ni sahihi. Ndio maana hapa Ibn Sakani akaisahihisha. Chini kwenye vitabu kuna maneno nambari moja yametiwa pale, bali sahih. Ukitoka macho chini kwenye hati ndogo ndogo kuna maneno ya Imam an-Nawawi, ni muhimu kuyataja kwa faida vile vile. Qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi fi al-Majmu' kwenye kitabu alichokiita al-Majmu'. Imam an-Nawawi huyu tunamsoma kitabu chake Riyadhus Salihin kwa Jumatano. Imam an-Nawawi anasema ajma'a al-ulama'u, wamekusanya kauli ya pamoja wanawavyuoni, anna dafna fil lahdi, ya kwamba kumzika maiti katika mwanandani unaotobolewa kwenye kiambaza cha kaburi juu,
washaqi, na kuchimba msingi chini kama tunavyochimba sisi katika makaburi yetu, jaizani. Imamu Nawawi anasema ni mambo mawili ni kujuzu. Hapa ina maana wanaungana na Albani pia akasema jaiz vile vile. Ndio mlango wa 94 tunakwenda nao huko. Mambo mawili haya jaiz. Lakini anasema Imamu Nawawi, in kanat al-ardhu sulba, itakapokuwa ardhi ni ngumu, imekamatana, siku za jua kali, la yanharu turabuha, hauporomoki udongo wake, hauanguki ovyo mchanga wake, kaburi likiwekwa mwanandani wa kiambazani litatulia tuli. Anasema Mnawi, falahdu afdalu, kuweka mwanandani kwenye kiambaza kaburi juu ndo bora zaidi, kwa sababu mtume kafanyiwa hivyo. Itakuwa ni bora lima sabaka, kutokana na yale yaliyotangulia min al kurejea kipande hicho cha Imam Nawawi. Ajma'al ulama'u, wamekusanya kauli ya pamoja wanawavyuoni, anna dafna, ya kwamba kumzika maiti fi lahdi, katika mwanawandani wa kaburi, yani kiambaza kinatobolewa mwanawandani juu pale, wa shaq, na hii shaq tumefasiri kwamba ni msingi unaochimbwa chini kama tunafanya sisi mbele ya kibla pale, kuna msingi unachimbwa nyanda moja hivi, shubiri moja. Mambo mawili haya kama itakuwa ni chini pale au kwenye kiambaza cha kaburi mbele, jaizani, ni mambo yanayojuzu. Lakini anasema Nawawi, lakini in kanat al-ardhu sulba, itapokuwa ardhi ni ngumu, imekamatana, ugumu wake, la yanharu turabuha, hauporomoki ovyo mchanga wake, falahdu afdalu, kuweka mwanaandani katika kiambaza cha kaburi ni bora zaidi, lima sabaka, kwa dalili ya mambo yaliyotangulia nyuma, min al-adillati, miongoni mwa dalili. Wa in kanat rahwa, na itapokuwa kaburi udongo wake ni mbichi hautulii, tanharu rahwatan, tanharu, ni udongo mbichi ambao unaporomoka ovyo, basi kwa hali hiyo fashabu afdal, itakuwa bora kuweka mchini shingi pale chini, msingi kama tunavyoweka sisi, itakuwa hakuna wasiwasi ya kuporomoka maporomoko pale. Lakini kiambazani mbele unapotoa shimo chochoro pale, na kwa nataka ufundi mkubwa, na ardhi kama itakuwa tepetepe, kuna mvua sana, ardhi ya mmonyoko, kichanga, udongo wake, soil yake ni kichanga, hakikae, ukuta unakuwa ukubali kukaa. Labda katika sehemu ya ardhi yenye dongo huende ikakubali. Haya, sasa baada ya kumaliza sehemu hiyo ya 94, tunaingia kwenye nukta ya 95 sasa. Na kwenye kitabu, kwa wale wenye vitabu, pana makosa ya nambari hapo, sio 98 kama alivyoweka yeye mwenye kitabu, pana makosa ya upangaji hapo. Weka kwa kalamu 95, kwa sababu tunatoka kwenye nukta ya 94. Haitawezekana kuwa nambari iwe 98. Kwa hivyo wale wenye kitabu hapo wataweka kwa penseli pembeni nambari 95 hiyo. Lakini si makosa vile vile, kwa sababu yeye mwenyewe kumbe katika taaliki chini hapa pale alipoweka 98, umeona pale, kumbe kaweka nambari Albani chini, nambari 1. Anasema laqad intuqila raqmul mas'alati, imeondoka hapa nambari ya mas'ala, min rabi'i wa 90, kutoka 94 ila athamini wa 90, kwenda mpaka 98, listidraki khata, kwa ajili ya kukimbilia makosa, bitarqimi, yani kwa kuweka nambari. Basi fa'udhran, hiyo ni udhuru, anataka samahani yeye mwenyewe, kumbe tutasema zamani fa'udhran, huo ni udhuru, kumbe kitabu chake kakitazama baadaye atakaona hii kwamba nambari zimeondoka pale, kwa hivyo ilikuwa ni udhuru, sisi tuweke 95 pale. Tayeb, sasa nukta inayofuata sasa hivi
wala ba'sa min an yudfana fihi ithnani. Mtamke hiyo na wala hakuna ubaya wowote kuzikwa ndani ya kaburi moja kuanzia watu wawili, yani maiti mbili au akthara au zaidi ya mbili, inda dharura, lakini si kwa kutaka watu, inapotokezea haja, inapotokezea dharura. Sio kwamba maksudi wachague watu kutia pozi hizo, kwamba madhali hapa hawa mtu na mwanawe huyu, mtu na ndugu yake, ajali hii pamoja, basi tuweke pamoja. La, iweko dharura hiyo kwa hakika ya kuzikwa kaburi moja, itakiwavyo na kila mmoja na laki. Lakini wala baasa, hakuna ubaya wowote, min an yudfana fihi, katika kuzikwa ndani yake, ithnani, kuanzia wawili au akthara au zaidi ya wawili kwenye kaburi moja, inda dharurati, mbele ya dharura ikitokezea. Wa yuqaddamu ila afdalihim, la muhimu zaidi kuzingatia, kama katika kaburi moja watazikwa watu wawili au watatu au zaidi ya watatu, patangulizwe aliye mbora wao, ndo aekwe mbele kule. Hapo itabidi yule mwanandani wa kaburi kwenye kiambaza utatombwa mrefu ndani kule ghoba, atombokizwa maiti ya kwanza, inawekwa mbele kabisa kule aliye mbora wao, inafuatia ya pili na kava pale, ya tatu na kava, namna kama hiyo. Ikitokezea hivyo, basi atangulizwe mbora wao, na mbora wenyewe Mtume kambainisha waziwazi, ni yule aliyekuwa ameondoka duniani akiwa na Qur'ani nyingi zaidi, kwa kuihifadhi, kwa kuisoma, na vile vile mwenendo wake unaonekana kwamba watu dhahiri ya mambo wanavyojua, basi na hawajui watu, lakini kwa dhahiri ya mambo naweza kukadiria kwamba nadhani kwamba mcha Mungu, nadhani bora hapa itakuwa kwa mwenendo hapa ni huyu, kwa vile anavyojua dhahiri yake. Ama baadhi ni mwenyewe Mwenyezi Mungu pekee yake anajua. Kwa nini ikawa atangulizwe mbele yule aliye mbora wao? Au kwa nini tukasema ya kwamba inafaa wakati wa dharura kuzika maiti mbili, tatu na zaidi kwenye kaburi moja? Hayo yote wafihi hadithun, ndani ya jambo hilo mna hadithi nyingi. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Jabir ibn Abdullah, kutokana na Saidina Jabir ibn Abdullah, qal, amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mjumbe wa Mungu, yajma'u baina ar-rajulaini, anakusanya kati ya kuanzia watu wawili wa thalatha na watatu, min qatla Uhud, katika wale waliouawa Waislamu katika vita vya Uhud, wakati ambapo Waislamu walipata msiba mkubwa wa mwanzo katika jihadi katika zama za Mtume. Ulikuwa ni msiba wa mwanzo mkubwa huo, kuuawa watu 70, na miongoni mwao ni katika watu waliokuwa wapevu sana katika suhuba ya Mtume, bali wengine ni maami zake kama Hamza ibn Abdul Muttalib. Na hapo ndo kateketea masahaba kubwa kubwa wenye ilmu kama Mus'ab bin Umairi, watu kiasi 70 walipotea katika vita vya Uhud. Basi Mtume alikuwa akikusanya katika vita hivyo maiti waliouawa kwenye vita vya Uhud, fi thawbin wahidin, katika nguo moja. Thumma yakulu, kisha akisema, ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'ani, yupi kati ya hawa tunawakusanya kwenye kaburi moja aliyekuwa na Qur'ani nyingi zaidi? Dalili imekuwa hiyo. Fa idha ushira ila ahadihima, Mtume anapoashiriwa kwa mmoja wao miongoni mwa wale ambao wanatakiwa walazwe kwenye kaburi moja, panaashiriwa fulani hapo ndo tunomjua hapa sisi, ndo qari mkubwa, kahifadhi sana na hivi na hivi. Basi naam, Mtume akipewa hivyo, qaddamahu fil lahdi, humtanguliza mbele katika yule mwana wa ndani, kabla sahibihi, kabla ya mwenziwe kama watakuwa ni wawili. Waqala, na akasema Mtume, ana shahidun ala haulai, mimi mwenyewe nachukua ushahidi juu ya watu hawa waliouawa hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
wametoka majumbani mwao kuja kulala hapa, kuchezea dharba za panga hapa, si kwa sababu ya jambo jingine lolote isipokuwa ni kwa sababu ya kuinua neno la Mwenyezi Mungu liwe juu kuliko kafiri. Basi mimi ni shahidi ala haulai, juu ya watu hawa, yauma alqiyama, siku ya kiyama. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, na akaamrisha wazikwe na damu zao, wasikoshwe, kwa sababu siku ya kiyama mtu akitoka kaburini anatoka na kitendo chake cha mwisho alichofia nacho. Wa umruka fima afnaita, ataulizwa mtu na umri wako uliumalizia vipi, ulikufa katika jambo gani? Hawa mashuhadai watatoka makaburini mwao wakiwa na damu, rangi ni ya damu, lakini harufu yake ni harufu ya miski, sio damu tena, imegeuka. Mtume kataka waziko bila ya kukoshwa, kwa hivyo walam yughassalu, hawakukoshwa. Halafu kuna tamko jingine, walam yusalla alaihim, hapakusaliwa kwa maiti hao. Lakini tulizungumza kwa urefu juu ya habari tamko hili kwamba hapakusaliwa, tulifafanua sana huko nyuma. Ni kwamba ziko riwaya zimekuja mtume aliwasalia maiti wa Uhud, ila aliswali kwenye maiti ya Hamza kwa peke yake pamoja na Abdullah ibn Amir, na halafu vile vile akaswalia maiti nyingine zilizobakia katika nafasi nyingine akiwa wao kwa ajili ya peke yao. Aliweka nishani maalum kwa ajili ya Hamza na Abdullah bin Amir kwamba wao ni viongozi wa jihadi. Lakini kuna baadhi ya watu hawakuliona tokeo hilo kwamba mtume aliwasalia maiti wengine, hawakuona, kwa sababu watu walikuwa katika mtafaruku. Hawa wameshughulika na kuguza vidonda, hawa huko wanabeba maiti kupeleka kule, hawa huko wanafanya hivi. Ni kwamba na mtafaruku mkubwa na huzuni kubwa iliyopita mpaka. Kwa hivyo si wengi waliokuwa mtume wakimjua anafanya nini wakati ule. Ndio maana zikaja baadhi ya hadithi, walam yusalla alaihim, hapa kusaliwa. Lakini kwa hakika mtume alisalia maiti. Alisimama kusalia Hamza na Abdullah na bwana Abdullah ibn Amir, baba yake huyu Jabir mwenye kusimulia hadithi hii. Huyu Jabir mwenye kusimulia hadithi hii, baba yake ndio aliuawa katika waliouawa kwenye vita vya Uhud. Tumezungumza kwamba Jabir alikuwa na huzuni nyingi sana iliyopita mpaka, kwa sababu aliambiwa mapema na baba yake kwamba mimi najiona kwamba ninauawa kwenye vita hivi mwanangu, na mambo yakawa vile vile. Na huzuni ilimpata zaidi huyu Jabir kwa sababu mtu na ndugu yake waliuawa pamoja, baba yake na ami yake wote walikwenda katika vita hivi. Kwa hivyo alikuwa na jitimai kubwa, kajinamia. Bwana mtume alimuita pale Madina baada ya kumalizika vita Uhud, alimwambia, ya Jabir, mbona umekaa hivyo? Mimi nakwambia maneno usikize kwa makini sasa. Inna Allah lam yukallim ahadan illa min wara'i hijabin. Nasikia Jabir nakwambia, nipo nasikiliza, natoka machozi, nalia sana azameni. Mwenyezi Mungu hajapata kusema na kiumbe yoyote ila nyuma ya pazia, haikuwa ana kwa ana. Lakinahu kallama abaka biduni hijabin ya Jabir, lakini yeye Mola Mwenyezi Mungu amesema na baba yako bila ya pazia. Niulize, fakaifa kana dhalika? Nitakwambia, lamma mata shahidan, lamma qutila shahidan, alipouawa shahidi katika vita vya Uhud, basi yeye kwa hakika amepata nafasi ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu ana kwa ana katika ulimwengu wa barzakh, ulimwengu wa kiroho huko. Na mazungumzo yenyewe mimi kama ni mtume wa Mungu nimeyapata, nimejuilishwa nini kimetokea pale. Mwenyezi Mungu anamwambia shahidi wake bwana Abdullah ibn Amir, ya shahidu tamanna alayya u'tika ma tasha'u fa ana malikul mulk wa malikul muluk. Shahidi Abdullah, umekuja mbele yangu, tamani kwangu mimi jambo lolote nami nitakupa utakalo, kwani mimi ndiyo malikul mulk, mwenye kumiliki falme zote, wa malikul muluk, na ndo mfalme wa wafalme. Hebu niambie shahidi wangu, nikupe jambo gani hapa uridhike kwamba wewe umekufa kwa ajili yangu mimi? Shahidi wangu, sema. Hawa masahaba kwa hakika hawakuwa na pupa ya ulimwengu, wala hawakuwa na matamanio ya dunia, wala mambo ya luxury yote.
hakukuwa katika nafsi zao mambo yote ya anasa. Kubwa alolitumia hapo Abdullah baba yake Jabir, alimwambia Mwenyezi Mungu, atamanna an a'uda ila dunya liuqtala fika maratan thaniya, mimi Mwenyezi Mungu kama utanipa kurejea tena duniani nikauawe tena mara ya pili. Kumbe hivi ndivyo wanavyopokewa shahidi. Basi mimi nitapenda kuuawa mara ya pili tena kule Uhud, kama iko nafasi nipewe nafasi hiyo nikauawe tena. Makafiri wakanichome tena panga zao na mikuki yao, na maiti za Waislamu katika vita Uhud zilikatokatwa zikafedheheshwa. Anataka akafanyiwe tena Jabir mambo yale yale. Saidina Hamza imetolewa maini katika tumbo lake, na akaja mwanamke Hindi pale akachukua mchaku analipa kisasi, manake cha kuuawa wazee wake na Umayya bin Khalaf na wengine. Na kuna maiti za Waislamu zilizochokolewa macho, ukimkuta maiti anakutisha hivi, hana macho kabisa, pana shimo limekwenda ndani ya bubu la kichwa. Kuna wengine zimekatwa sehemu za siri zikatiwa midomoni, akaambiwa haya namna kama hivi. Kwa hivyo yule Jabir anataka tena akafanyiwe yale. Kumbe haya ni duniani tu, mbele ya Mwenyezi Mungu mtu ana cheo kikubwa mno. Mola wake akamjibu Abdullah ya kwamba laqad sabaqa alqawlu minni, kwa hakika limetangulia neno kutoka kwangu mimi Jabir na Abdullah, hilo siwezi kwenda kinyume nalo. Neno langu limesema annahum ilaiha la yurjaun, ya kwamba hao maiti wanaofika huko akhira kabisa kule duniani hawarejei tena mara mbili. Akadai Abdullah, nimetaka mimi hivyo, kama nimekosa kwenda kuuawa mara ya pili, basi nataka ni jambo jingine nipate, nirejee tena kule duniani. Wali ukhbira ashabi, nene nikawape habari masahaba wenzangu, bima ana fihi minan naimi almuqim, kwa yale nilopewa katika neema zenye kudumu milele, wapate habari. Nataka kuwatia spirit, nataka kuwatia changamoto watu wafahamu, piganieni na Mwenyezi Mungu, msiogope matusi, msiogope lawama, msiogope fedheha, msiogope kitu, huku na mambo makubwa huku. Nataka nini nikawaambie jambo hilo, hauna habari wale. Mwenyezi Mungu akamjibu Abdullah, ana ukhbiruhum, mimi mwenyewe tayari nitawapa habari. Kipindi hicho ndio ikateremka aya katika surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa anna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Jawabu ni kwamba wala tahsabanna Allah wala tahsabanna alladhina, wala usiwadhanie wale ambao qutilu fi sabilillahi, waliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, amwatun, kwamba wamekufa fofofo, bal ahya'un, bali wako hai katika uhai Mwenyezi Mungu anaujua na hao wenyewe. Inda rabbihim, mbele ya Mola wao, yurzakuna, wanaruzukiwa huko riziki, kinyume za duniani hazifai kitu. Tena huko waliko farihina, wanafurahia mno, bima atahumullahu min fadlihi, katika yale aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake. Isitoshe, wayastabshiruna, na wanawatakia furaha, billadhina lam yalhaqu bihim, kwa wale ambao hawajakutana nao bado, wako duniani hai, wanatamani kupata nafasi na kuwajuilisha yaliyoko huku. Wayastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, wanawaambia alla khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi, wanawatakia bishara kwa neema ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema anna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hapotezi kabisa ujira wa watendao mazuri, watakuta mazuri yao. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allahi, chochote kile ambacho nyinyi mmekitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu, huko akhira mtakikuta tu mbele ya Mwenyezi Mungu, tena mtakuta huwa khairan, kiko bora zaidi kuliko mlivyofanya, malipo bora zaidi, wa a'zama ajra, huwa khairan wa a'zama ajra. Tayib, basi kwa hivyo katika tokeo hili tumepata hapa kuna mambo ya kuzingatia.
katika nukta tunakwenda nayo kwanza nasema wala ba'sa an yudfana fi ithnani au akthara. Ushahidi wake ni hadithi hii. Na kwa hivyo aliposema wala yughassalu ni kweli kabisa, mashahidi hawakoshwi, lakini aliposema wala yusalla alayhi fihi nadharun, hapa tunataka mtazamo wa kufahamishwa vizuri watu ni kwamba waliswaliwa maiti, lakini katika nyakati tofauti na ni mbalimbali, na hawakuwa wengi walioona, kwa sababu ilikuwa kuna mtafaruku mkubwa katika Uhud. Matokeo yake qala Jabirun, anasema huyu Jabiri mwenye kusimulia kisa hichi, fadufina abi wa ammi, basi kwa dharura ya tabu ya kuchimba makaburi mengi na ikabidi pale maiti wazikwe katika kaburi moja, wawili au zaidi ya wawili, akazikwa baba yangu mzazi Abdullahi pamoja na ammi yangu vile vile, yaumaidhin, siku hiyo, fi qabrin wahidin, ndani ya kaburi moja. Mtu na ndugu yake wameuawa katika Uhud ndani ya kaburi moja, milala pamoja, kwa dharura ya kwamba ilikuwa si rahisi kuchimba makaburi mengi. Watu wamechoka taabani, wengine vilema wamepata, wengine macho hawana, wengine hivi. Palikuwa pana huzuni kubwa, palikuwa pana msiba mkubwa kwa Waislamu. Mtume akasema kwamba kaburi moja walazeni watu wawili watatu na hivi na hivi, lakini mtamtanguliza mbele yule ambaye amekuwa na Qur'ani nyingi zaidi. Wa adhanu al-ishai tabaraka wa ta'ala. Hapa kuna nukta mbili tatu itabidi ziwekwe sawa kwa ule umuhimu wake. Nukta ya kwanza, katika hadithi Jabir ametamka wazi kwamba dufina abi wa ammi, amezikwa baba yangu na ammi yangu. Sote tunafahamu nini maana ya ammi, ammi anakuwa ndugu wa baba, sio? Haya, yaumaidhin fi qabri, hivi ndivyo dhahiri inavyoonyesha. Katamka wazi, na wengi wamechukulia kwamba kwa tamko hili ya kwamba alikuwa amekufa baba yake Jabir bwana Abdullah bin Amru pamoja na ndugu yake, lakini watu wengine walipekua ndugu yake gani huyo, ndugu yake jina lake ni nani hasa, mtu wenyewe alozikwa pamoja naye huyu bwana Abdullah baba yake Jabir. Albani kaweka wazi chini katika nambari 3. Anasema Albani, dhahirun, wa uwazi na kuonyesha, annahu yu'ni akha abihi, Jabir anakusudia ni ndugu au kaka wa baba yake. Kusema kwamba dufina abi wa ammi inaonesha wazi hapa kwamba yu'ni akha abihi, anamkusudia kaka wa baba yake. Ami yake manake ni kaka wa baba yake au ndugu wa baba yake, ima itakuwa baba yake mkuu au baba yake mdogo. Walaysa kadhalika, lakini hali yenyewe sivyo hivyo ilivyo. Huyo ami wenyewe hapo sio kwa maana ya ndugu wa baba yake, si kwamba yeye ni baba mmoja naye wala mama mmoja naye. Walaysa kadhalika, bali hapa arada Amru ibn al-Jumuh, amemkusudia alolazwa pamoja na Abdullah babake Jabir ni bwana Amru al-Jumuh. Ndivyo history inavyoeleza, ndivyo walivyosimulia waliokuweko pale katika Uhud. Masahaba walipoulizwa pale ayyuhum akthar lilqur'ani, walimtanguliza yupi na nani akakaa nyuma. Kaburi alolala baba yake huyu Jabir bwana Abdullah bin Amri alikuwa ni mwenzake bwana Amru ibn al-Jumuh al-madhkur. Amru al-Jumuh aliyetajwa fil hadithi ba'dahu, katika hadithi inayofuatia baada ya hii. Wakana, alikuwa bwana huyo sadiqu walidi Jabiri, ni rafiki kipenzi cha nana pete na baba yake Jabir. Na bila shaka rafiki kama hiyo, suhba kama hiyo, huwa tena inaingia moja kwa moja mtu anamuita ami yake, anamsawazisha na baba yake kama ndugu yake kwa ule urafiki ulivyokuwa. Hakukusudia pale Jabir kwamba ami yake kwamba kazaliwa na baba yake, la, alikuwa ni rafiki mkubwa wa baba yake Jabir
Isitoshe, sio urafiki tu, kulikuwa na uhusiano mwingine wa kuchanganya damu. Alikuwa ni zauji ukhtihi, ni mume wa dada yake huyo babake Jabir. Kuna mwanamke mmoja akiitwa Hindi binti Amr, na babake Jabir alikuwa ni Abdullah ibn Amr, na Hindi binti Amr imekuwa huyo bwana Amr ibn al-Jumuhi kamoa Hindi binti Amr. Hindi binti Amri ni ndugu yake au dada yake wa kike, dada yake huyo Abdullah ibn Amr. Kwa hivyo imekuwa rafiki yake, na pia ni nani anakuwa kwake, shemegie. Na kwa upande wa Jabiri mwenyewe, Hindi huyu anakuwa ni shangazi yake, maana ni ndugu wa baba yake. Kwa hivyo huyo aliolazwa na baba yake, yeye katamka kuwa ammi kwa sababu ni mume wa shangazi yake. Hapo vile vile kumpa daraja kumwita ammi yake inakuwa kwa kistaarabu na kwa kimapenzi na kwa kuweka udugu wa jamii ya Waislamu, ni sawa sawa kumwita ammi yake, rafiki wa baba yake, mume wa shangazi yake, au ni mume wa ndugu yake baba yake. Hiyo ndiyo hali yenyewe ilivyo. Wakaanna Jabiran, na hapa imekuwa kama kwamba Jabiri samahu ammahu, amemwita jina kwamba yeye ni ammi yake, ta'ziman, kwa kumtukuza, kama qala al-Hafidh, kama alivyosema hayo al-Hafidh fi al-Fath, kitabu chake Fathi, wasaqa atharan, na akachunga maneno mbalimbali ya maswahaba hapo, ambayo maneno hayo tuayidu, inatilia nguvu dhalika, habari hiyo. Faraji'uhu, ukipenda yarejee mambo hayo kwenye kitabu hicho al-Fath, utaona waziwazi anasema hivyo Albani. Hilo ni jambo la mwanzo la kulizingatia hapa. Jambo la pili, katika hadithi tumetumia neno, anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yajma'u baina ar-rajulaini wa thalathati min qatla Uhud. Halafu kuna maneno fi thawbin wahidin, katika nguo moja. Hii kusema fi thawbin wahidin, inabidi hapa Albani kuiwekea nukta nyingine, nambari yake nambari 2 kwenye kitabu. Kwa wale waliobaki na vitabu, angalia nambari 2 hapa. Kusema kwamba fi thawbin wahidin yuni fi qit'atin minhu, anakusudia katika kipande katika nguo ile, yani ile nguo inachanwa sehemu mbili. Kipande kimoja anazongoreshwa maiti mmoja, na kipande kimoja anazongoreshwa maiti wengine. Ikimtosha simtoshe, kama kitakuwa kichwa kiko wazi au kitakuwa kama miguu iko wazi, na kila ile mradi nguo moja inachanwa ili wapate kuenea watu wawili. Sio kwamba walikuwa wakizongoreshwa katika tambara moja maiti wawili. Anasema walau lam yastur jami'a badanihi, nguo hilo litachanwa na kipande kimoja afungiwe mmoja, na kipande cha pili afungiwe mwingine, au watu watatu kwa nguo moja, hata kama haikustiri mwili wote mzima. Anasema habari hii Albani amekwisha ieleza nyuma. Anasema undhur at-ta'liqa, angalia katika interpretation, kwenye ta'liq. Wapi mambo hayo utayapata? Utayapata katika sehemu ya pili kwenye sahifa ya 60. Sehemu ya pili ni muhimu kuangalia. Tumezungumza zamani habari hii, lakini kwa faida ya watu wasije wakaelewa hapa, isikatokea dharura ya kuwazika maiti wawili au watatu kwenye kaburi moja, na wakachukulia kwamba hapa walikusanywa katika nguo moja kwa maana ya kuzongoreshwa katika tambara moja. La, tambara ni kugawanywa katika sehemu tofauti, na kila mmoja akazongwa kwa kiasi cha hali ilivyo. Atazongwa zile sehemu zilizokuwa muhimu zaidi kustiriwa, sehemu nyingine zitakuwa ziko wazi bwana. Walau lam yastur jami'a badani, hata kama haikusitiri mwili wote. Sasa tukitupa macho katika ukurasa wa 60 katika watu wenye vitabu, ukurasa wa 60, nukta tutaipata vizuri tukianzia ukurasa wa 59 katika nukta ya 38.
nukta hiyo ya 38 inasema hivi: wa idha qallatil akfanu, pindi zimekuwa chache kidogo sanda, wa kathuratil mauta, na maiti wamekuwa ni wengi, jaza takfinul jamaati, itajuzu kuwa kafini kikundi cha watu, minhum, miongoni mwao, fil kafani, ndani ya sanda moja, kalfanil wahidi, sanda moja. Wa yuqaddamu, na atatangulizwa mbele, aktharuhum qur'anan, yule mwenye Qur'ani nyingi zaidi, ila alqibla, kuelekea kibla, halafu ndo waje wengine nyuma yake. Hayo yanazungumzwa hivyo kwa dalili lihadithi Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka na hadithi Anas ibn Malik amesema, lamma kana yawm Uhud, tokeo hili kwa hakika linapelekwa pale pale kwenye Uhud, ndio ilipotokezea mambo hayo, kuziko watu katika sanda moja. Hayo tokeo hilo lilikuwa lamma kana yawm Uhud, ilipofika siku ya vita vya Uhud, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipita mtume katika kuzikagua maiti zile. Alitokezea mtume kupita bi Hamza, kwa amu yake Hamza, kamkuta hali mbaya, kamkuta keshafanywa vitendo na keshapasuliwa katikati, tumbo imetolewa maini yako nje, hili kaja pale kachakua. Wewe unafanya maskhara kumkuta mtu wake, relative wake kafanywa vile, unadhani panakuwa na hali gani hapo? Kama mtu hapo hana stahamala ambayo pengine Mwenyezi Mungu ndio kuitia nguvu zaidi, moyo wa ujasiri kustahimili, hapo ni pala mtu anaweza kafa na hivi vile hapo kwa kuyaona yale. Au anaweza kupandwa na kichaa cha wazimu pale pale, kuona mtu relative yake wamemfanyia watu vituko, maiti yake wameharibu. Makafiri walikuwa hawajali mambo hayo. Waislamu wanaambiwa kitokea kabla ya vita havijaanza, mtakapoua, wa idha qataltum fa ahsinul qatlata, kuwa kwenye kuwa kuzuri, msije mkamfanya mtu anasononeka, msije mkamkokota mtu, msije mkamkeketa mtu, msije mkamtia mtu gai la kwenye roho hapa kafa kidogo. Hapana, chinja mara moja, mambo yamekwisha. Usimwadhibu mtu ukamtoa pua, ukamfanya hivi, ukamkata hivi. Hapana, usifanye hivyo. Uweni vizuri, nyinyi msiige mambo ya makafiri. Kutakuja kuwa na hisabu mbaya sana siku ya kiyama, bado kutesa mwili wa binadamu, hata kama ni kafiri, muue vizuri vile, muue vizuri. Kwa hivyo mtume katika pita yake na pita pale katika maiti za Uhud, akaja akasadifu kuikuta maiti ya ami yake Hamza ibn Abdul Muttalib, wakad judia, kaikuta imekatwa maiti yake viungo mbalimbali. Hapa pametolewa macho, hapa pametolewa pua, hapa pametolewa hivi, vidole vya mkono vimepungua. Wa muthila bihi, na imefanyiwa vituko vya ajabu kama kutolewa maini yakatafunwa. Faqala, mtume kwa hakika uchungu ulimpanda, akatamka maneno akasema, laula an tajida Safiyatu fi nafsiha, laiti kama shangazi yangu bibi Safia binti Abdul Muttalib, dada yake Hamza, hakupata kitu cha uchungu kwa katika nafsi yake, na muonea huruma mwanamke